tumesikia kwamba kilichomleta Yesu, twumvise icyamuzanye Yesu, alikuja kutafuta kilichopotea, yaje kurondera icyazimiye. Eti tafika siku moja, aravuga ati hazogera igihe kimwe, wale ambao wamempa kisigino, ati bajya bamuteye igitsinziri, wataenda kumtafuta, barongenda kumurondera, wataenda kubisha, barongenda kudodora, wataenda kugonga, barongenda kudodora, wataomba, baromusaba. lakini muda utakumefanyaje? Utakumeshapita, ariko umwanya uzoba wamaze kurangira. Mungu abariki. Imani baheza kwa injili njema ambayo umetufikishia. Imani baheza mwenye sikio amesikia, ugutwi niyumve, na pia ameweka, kandi tulizigiye yabize. Basi pamoja na hayo tunaendelea kuyasikiliza maneno ya Mungu. Rero hamwe n'ibyo dushishikara kumviza ubutumwa bwiza, lakini hata hivyo, ariko hamwe n'ibyo, nikitazama hivi naona kuna sura za zamani, ariko nikuraba imbere hariho ishusho ya kera, au sijui ni sura za zamani au ni sura ngeni mara ya kwanza kuingia hapa. ati sinzi ko ishusho ya kera cyane uko byo bari byambere n'ijana. Basi kwa heshima zao, basi kukuba kwabo, nitawasihi watasimama, nyabasabe bahaguke, watasalimia kanisa, baraheza baramutse ishengero, na ikiwapendeza wajitambulishe, bishobotse barivuga amazina, na hata tukijua huko walikotoka walikokuwa, kama kuna salamu nini, maki ni siku nyingi tunawakumbuka jamani. ati naho iyo baba bari hakiye byinshi turabakumbuka. Niombe wenye microphones muwasogelee, ndabasabe abafisi mike na watasimama wajitambulishe, nabo barahaguka bivuge kaze bashitsi. Karibuni. Amen, amen. Nawe baramutsa mu izina rya Yesu, Imana ibahereze, Mungu awapatie baraka zote. Ati mimi naitwa Mama Shantare, kuna kipindi niwatembelea mara nyingi sana. Asante kwa kuwa mmetupokea, tunawapenda sana. My name is Angeline. Ati zina jiwanje nitwa Angeline. Na wasalimia. Ati yambo izina ryanje nitwa Rebecca. Ati mvuze yambo kuri mezi kandi. Thank you sana. Je, mna furaha kwa kuwapokea wageni? Ati wanezerewe kwakira bashitsi. Yule sijui Gakobo ameshakuwa Gakumi. Ati Gakobo alishakuwa Gakumi. Anyoshe mkono nimuone, alikuwa rafiki yangu sana kabisa. Ati wewe mugenzi wanje cyane bose. Hai Gakumi. Gakumi salam, how you doing? All right, welcome in the church. Thank you so much. Naomi. Anasema jina lake anaitwa Naomi. Okay, asante. Barikiwe. Thank you so much. Basi acha tufanyeje jamani? Tukualika Jina la nani? Mwizina jana. Ili kwamba Mungu afanyeje? Kugiri mani kualiki. Amen. Tutawapokea tukikaa au tusimame? Baadhi ya vitu yanayokuaga. Basi na wageni wetu tutawasii nao wasimame. Na
abashitsi turabasaba mwene bavyaguke. Naenda kuhesabu. Turaza guharura. 1, 2, 3. Nende kana. Munaweza mkakaa. Washitsi bacu, wageni wetu. Wageni wetu, mumesikia kwamba walivyowakaribisha wamewakaribishaje? Murumvizo umuntu wabakiye gute? Mimi nilivyosikia wamesema kwamba jewe muko navyumvizo bavuga ati yuko karibu, bavuze ati kaze, muwe pamoja nasi, ati mube hamwe natwe siku moja hii siku yenyewe. Hivi wageni mnasikia eti kwamba wamesema misi yose siku zote, misi yose nimkeneye kumuryo sura hakije wewe iyo ngabo mwicaye kwizoba izo ngabo mwicaye kuzobabara atito pamoja warayice kuno musi kwa Mungu ntari nizibone umuntu ayicaye ko kandi wawundi zizobabara izo ntebe ni zanyu. Amesema kwamba hivyo viti visipowaona nyinyi, hivyo viti vitaumia. Kwa hiyo hivyo viti ni mmekalia nitakwenu. Kandi vya mabere. Na tena vinawapendeza. Si ndio? Si kweli? Sawa. Basi tunaenda kulisikia neno la Mungu. Basi tugiye kumva ijambo ry'Imana. Sisi sote tumeshakuwa wenyeji. Twese twamaze kuba abishikira. Hakuna mgeni tena. Na mushitsi kandi. Neno litakapohubiriwa, ijambo ry'Imana litakuvugwa, itatugusa sisi sote, itawagusa watoto wadogo, itawagusa vijana, itawagusa wazee, itawagusa wamama, itawagusa wababa, sisi sote litatugusa. Kwa hiyo tunaenda kukaa mkao wa kupokea, ili kwamba neno la Mungu lisije likatupita. Basi pamoja na hayo, tutaenda kusimama sote tumwabudu Mungu, tutamsifu na kumwabudu. Tugiye guhaguka twese hama turime nyimbo z'utazira n'ikuhimbaza. Na Amai Abusa naye atatuongoza kwa maombi. Amai Abusa huko atatuongoza kwa maombi kwa ajili ya mahubiri ya leo. Amai Abusa atatoa kufuatilia. Karibuni kwa nyimbo za kusifu na kuabudu. Tuchukue dakika 5 tutware ya muda mitano.
tukumbuke. Neno lako ni taa ya miguu yetu. Neno lako ni nuru ya njia tupitayo. Neno lako ni shuka kama mafuta ndani ya mioyo yetu, ibadilishe sana maisha yetu. Kristo, utumie kama chombo chako. Usemane kama spika, tutakasikia neno lako litujenge, liko kwa mafuta mbaya ndani yetu, nijenge makao mema maisha yetu kila siku. Uwepo wako uwe juu yake. Mwanga wa neno utangulie na kumwangazia. Nyayo za uaminifu kama mwimbaji alivyosema ni kama nyali ya moto. Maana tunapokanyana Kristo tunakutanguliza ufalme wake juu ya Kristo. Sisi kama tutakapokea neno lako, acha uwepo wako uwe juu yetu. Ndio ili tuimize katika safari ya kwenda mbinguni. Maana tumepungukiwa mafuta ya Roho Mtakatifu, tuimitiwe maradufu. Mungu uwezaye, neema yako pamoja naye. Tukiapisha kila ufalme wote wa ulimwengu wa giza usipate mamlaka katika maisha yetu. Tunafunga kila milango yote ya adui kushitaka wetu ambao hataki tusikie neno lako. Tunaapisha kila silaha zote za kuzimu, tunafunga milango yote na madirisha. Tunaagiza moto wa vita katika anga ya kwanza na ya pili kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Mamlaka inaweza. Tunakanyaga nyoka na inge na vitatuuma. Sifa na heshima zikurudie. Ijulikane kwamba wewe ni Mungu atakayesema ndani ya mioyo yetu siku ya leo. Acha siku tofauti maishani mwetu. Ishara na ajabu zifanyike. Kwa majina matatu, jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Basi tunawakaribisha wahubiri wa leo ili wanavyofuatana kaze tuma Bruno Musi kwa kushirikiana pia atafuata. Karibuni. Waombe baraka, wapate baraka, tuwaombe baraka, wahubiri wa leo. Waombe baraka, wapate baraka, tuwaombe baraka, wahubiri wa leo. Waombe baraka, wapate baraka, tuwaombe baraka, wahubiri wa leo. Waombe baraka, wapate baraka, tuwaombe baraka, wahubiri wa leo. Mungu ashukuriwe sana. Heshima cyane kwa Imana yakizigamye. Namshukuru Mungu kwa vile ametulinda, ikawa yemeye ko twenda gushika kuri uno munsi tukiwa wazima, na amekubali tuweze kufika kwa siku ya leo tukiwa wazima. Nacho twatanze ariko ni kubw'ubuntu bwayo. Hakuna tulichotoa, lakini ni kwa neema yake. Ni hamwe icyubahiro bikwiye. Apewe heshima, anastahili. Hama uyu muririmbyi yararinzi no chorus avuga ati, alafu huyu mwimbaji aliimba chorus hii akisema hivi, ngo nimuze kwa Yesu ni warugingo. Akasema njoni kwa Yesu kuko uzima. Niyo harugingo ndipo kuko uzima. Utuma tuhagarara, uzima ambao unasababisha tuweze kusimama. Utuma tuumva inkomezi, uzima ambao unasababisha tupate nguvu. Utuma tuumva tubayeho kandi twaye kwamaze kwihebura. Uzima ambao unasababisha tuweze kuishi na wakati tulikuwa tumekata tamaa. Ubugingo utuma tuumva turemye
Yesu niho hari ubugingo. Ndio maana mwimbaji huyo aliimba akisema njoni kwa Yesu ndiko kuko uzima. N'ijambo ry'Imana tugiye kwiga kuno munsi ryo kugurura, na neno la Mungu ambalo tunaenda kujifunza kwa siku ya leo, neno la kufika ufunguzi, ligomba gusana n'iyo korasi. Neno hilo linataka kufanana na korasi hii. Ni jambo ry'Imana twama twumvise, ni neno la Mungu ambalo tunasikiaga, ntabwo ari rishasha mu matwi wacu, si kwamba ni la mpya katika masikio yetu, ariko ni jambo twama twumva kenshi cyane, lakini ni neno ambalo tunalisikia mara nyingi sana, haba mu makorasi, wakati wa mapambio, cyangwa mu gitabo cyera, au katika vitabu vitakatifu. Ni jambo tuzi cyane, ni neno ambalo tunalijua sana, ariko mu Imana yabonye ko ari byiza kongera tubyibukanye, lakini Roho wa Mungu ameona kwamba ni vyema tulikumbushana, kuko urashobora kuba wamurabyumva uko bukiye kubwije, maana yawezekana unakuwa unalisikia kila siku na mchana, ukawa wamurabyumva mu ndirimbo, ukawa unalisikia katika nyimbo, ukawa urizi cyane, ukawa unalijua sana, ariko ritaraba muri wewe, lakini bado halijakuwa ndani mwako, ukaba itagira ikibanza mu mutima wawe, lakini likawa halijapata nafasi ndani ya moyo wako, cyangwa ngo giyubake muri wewe, au lijenge ndani yako. Rero kuri uno munsi, kwa hiyo kwa siku ya leo tudatebeje, bila kukawia, tugiye gusoma jambo ry'Imana riri muri Matayo. Tutaenda kusoma neno la Mungu liko katika kitabu cha Matayo, Matayo 11 umurongo wa 28. Matayo sura ya 11 mstari wa 28. Tuza gusoma umurongo umwe gusa. Tutasoma mstari huo mmoja. Ababonye bashobora gusomera mu Kirundi no mu Kiswahili, ambao wamepaona watusomee katika kitabu cha Kirundi na Kiswahili. Matayo 11 ku murongo wa 18. Matayo sura ya 11 mstari wa 18. 28. Mstari wa 28. Tunasoma mwanzo na gaya. Nisubira leo kwa murongo wa 18. Murongo wa 28. Aravuga ati nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Amen. Amen. Tunasoma katika kitabu cha Matayo sura ya 11 mstari wa 28. Panasema hivi: njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Amen. Haleluya. Amen. Jambo ry'Imana nkuko muryumvise, neno la Mungu kama vile mlivyosikia, igihe ndariko ndasoma ijambo ry'Imana, wakati nilikuwa nikisoma neno la Mungu, narasoma ibice byinshi cyane, nilisoma sura nyingi sana, ariko iryo jambo niryo ryaguma rigaruka, lakini neno hilo ndilo lilikuwa linaendelea kurudi. Ndagerageza kuryiyibagiza ariko rikakumaliza, nikajaribu kulisahau lakini likaendelea kuja. Nuno munsi nasubiye kuzinduka ndasoma, hata leo nimeamka nasoma kugira ndarihindura ariko kumaliza iryo nyene, ili nilichange lakini limeendelea kuja lile lile. Ndavuga ati mwe mu Imana yabonye ko ari byo ushobora gushikana, nikasema labda Roho wa Mungu ameona ya kwamba niweze kufikisha neno hili, nico gituma ariko tugiye kwibukana kuno munsi. Ndio maana hilo ndilo ambalo tumependa tukumbushane kwa siku ya leo. Reka nanjye some, acha na mimi nisome. Haravuga ngo nimuze kuri jewe mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana liratubwiye ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe ngo nanjye ndabaruhura. Neno la Mungu limesema ya kwamba njoni kwangu ninyi nyote mliolemewa nami nitawapumzisha. Haya majambo yavuga na Yesu. Haya maneno Yesu ndiye aliyeyasema. Ariko aravuga ati nimuze abaremerewe n'abaruhura
unaweza ukawa umelemewa na majaribu. Urashobora kulemerewe n'ubukene. Unaweza kuwa umelemewa na umaskini. Urashobora kulemerewe no mu rugo, ibibazo byo mu rugo cyangwa by'abana. Unaweza kuwa umelemewa na matatizo ya nyumbani kwako, matatizo ya watoto. Ibibazo ni byinshi biremera umuntu. Matatizo ni mengi ambayo yanamlemea mtu. Ariko kuko jambo ry'Imana litubwiye ngo nimuze abarushe n'abaremerewe nanjye ndabaruhura. Lakini kwa kuwa neno la Mungu limesema ya kwamba njoni kwangu ninyi nyote mliolemewa nami nitawapumzisha. Nimuze kuri Yesu abaruhure. Njoni kwa Yesu awapumzishe. Kwa Yesu niho byose biri. Kwa Yesu ndipo papo kila kitu. Niba urwaye ugishobora gutembera. Kama unaumwa unaweza hata kutembea. Bigashoboka ukaba wumva urwaye ariko bigakunda yuko ubyuka. Ikawezekana kwamba unaumwa lakini inawezekana unaweza kuamka. Ntugume. Usikae nyumbani. Tembea uje kwikanisa. Tembea uje kanisani. Muri uwo munsi Imana yateguye gushobora kuruhukira ku iyo ndwara ufite. Yawezekana siku hiyo ndio Mungu ameandaa labda uweze kupumzika ugonjwa huu. Urashobora kuba ufite ibibazo. Yawezekana ukawa na matatizo. Bikaba byarakuremereye cyane. Matatizo hayo kwa yamekulemea sana. Bikagera igihe ukumva umenga no mu kanisa niho kugenda. Ikafika wakati unaona ya kwamba kanisani huwezi kuingia. Ariko uwo ni Satani abagomba kuguca intege. Lakini huyo ni Shetani anataka kukukatisha tamaa. Kwa Yesu niho byose bishobora kuruhukira. Kwa Yesu ndipo kila unaweza kupumzikia. Uje kwa Yesu ibibazo birarangira bigahera. Ukija kwa Yesu matatizo yote yanaisha. Uje kwa Yesu bwayo utamukize uri muzima niho ufise kwizera. Ukija kwa Yesu ukiwa mgonjwa utarudi nyumbani ukiwa mzima kama uko na imani. Niba ufise ibigeragezo wirukira kwa Yesu kuko nta handi turongera kwa Yesu. Kama uko na majaribu unapumzikia kwa Yesu, maana hakuna pengine ambapo tunapata kupumzikia, ni kwa Yesu. Rero ntihagire ikintu na kimwe cyo kubuza kutegera Imana ngo ni ikintu kikubabaje gute. Kwa hiyo pasipatikane kitu chochote ambacho kinaweza kukataza usimsogelee Yesu. Wegera Imana kuri kila kintu kikujije amahoro. Msogelee Mungu kwa kila kitu ambacho kinakukosesha amani. Haba mabaya ibigeragezo, ngorane, ibyumviro bikunanije mu mutwe, ntubikumane wenyine, niwegere Yesu. Iwe magonjwa au matatizo ambayo yanakusumbua katika kichwa, usikae nacho peke yako. Bilete kwa Yesu. Niba ufise icyaha ubona kikujije amahoro, waragerageje kugihe babirana, egera Yesu kugira kikuruhure. Kama uko na dhambi ambao ulijaribu kuiacha lakini ikashindikana, msogelee Yesu ili aweze kukupumzisha dhambi hiyo. Yesu yamaze kuvuga ati niuze ulemerewe ndakuruhura. Yesu ameshasema ya kwamba njoo wewe uliyechoka na mizigo nitakupumzisha. Leo kwa Yesu uone kuruhuka. Kwa hiyo njoo kwa Yesu upate kupumzika. Niba una munsi maji ufise ibibazo wizere yuko ibibazo byawe biruhushwe kuri uno munsi. Kama leo umekuja ukiwa na matatizo, uamini ya kwamba matatizo yako leo yanaondoka. Niba waje ufise ingwara wizere kugenda ukize. Kama ulikuja ukiwa na magonjwa, uamini ya kwamba utaondoka umepona. Kukwizera niko gutuma byose biba. Maana kuamini ndio kunasababisha yote yatendeke. Ari gukekeranya urashobora kuba waje n'imizigo ukayitana kwenyene atamugira uruhuko kuba gukekeranya. Lakini ukiwa na mashaka unaweza kurudi na mizigo vile vile kwa sababu uko na mashaka. Amen. Amen. Wibuke na Petero yuko alizama kwa sababu ya mashaka. Kwa hiyo na usiwe na mashaka. Lero wibuke na Petero yaraza amekubera yarakekerana nawe ntukekerane. Imana ishimwe. Amen. Lero majambo y'Imana nayo abayumvise bose Imana banezagire na ruhuko rwa Bwana. Amen. Mana mwijuru manugira neza turashimye turakengurutse kubw'amajambo twumvise kirenge kizima warungekananye umusavye wawe data buja Yesu n'amajambo meza mazima
n'amajambo atubwira ukuntu dukwiye kwirinda databuja iyo duhuye n'ibigeragezo, n'amajambo atubwira ukuntu dukwiye kwitwara. Rero kirenge kizima uhezagire umukozi wavuye ngaha, uhezagire n'undi agiye kukwikira databuja, umwongere inkomezi. Yesu ahashikira ngaha kibirenge kizima yasame nawe wivugire databuja, abwira ishengero ryawe databuja, uzomukoze kurenge kizima, umuhagarike ku gitandara cyawe databuja, ndetse amajambo aza kuvugirwa ngaha databuja niyo azotubera inzamuzi mu gihe cyo mu bibazo databuja, niyo azotubera inzamuzi mu bihe bigoye. Tubisabye twizigiye kubikora kandi kugiye kudushoboza, ni mu izina rya Yesu tubisabye, amen. Basi tunasema asante na mhubiri wa pili Mama Antoinette. Karibu. Na tunamshukuru Mungu. Mungu amemwezesha. Juma iliyopita alikuwa hajiwezi kabisa, alikuwa hoi, lakini leo Mungu ametenda miujiza na anaenda kuhubiri injili ya Mungu. Mungu ashukuriwe. Ninambariki Bwana ndashimagizimana kwa sababu amenipa tena neema kusimama juu ya madhabahu. Acha nibariki watumishi wa Mungu. Ninambariki baba mchungaji na baraza lake la watumishi. Ukubali kunipa nafasi. Kuna wakati mwingine nilisema tena, hii nafasi ni ya neema ukisimama. Ni wengi wanatafuta hii neema lakini hawajaipata. Sasa kama Bwana amenipendelea mimi, atumishi kadogo, lakini amenipa nafasi ya kusimama patakatifu papatakatifu, ni jambo la kumwambia Bwana asante. Hata kwanza nimshukuru huyu Mungu. Dimasha nilikuja niko natembea hivi. Lakini nikamwambia shetani, nitakwenda. Ile Sunday asubuhi ndio niliamua. Moja nikajua ni mpango wa shetani. Lakini nikamwambia shetani pamoja na hayo, nitakwenda. Nisikose injili ya hiyo siku. Na ninawashukuru watumishi wa Mungu. Roho Mungu aliwaongoza. Wakanikuta pale. Wakaniombea. Na nikaenda nyumbani niko salama. Tena ninaleta asante. Mama alinituma na salamu. Aliniuliza kwanza hivi, ase leo utaingilia kwetu au utaingilia kwetu? Nikamwambia mama, na mimi ni kwetu. Nitaingilia pale kwetu. Wakaniambia ukifika uambie ninawasalimu katika jina la Yesu. Basi zipokeeni salamu zenu. Jamani, tusiponde muda. Twende na neno la Mungu. Ujumbe ambao Bwana amenipa leo. Ninapenda kutanguliza msingi wa
ndatangura kuvuga itsitso ry'amajambo y'Imana. Tusa nitaongea unielewe kwa haraka. Kugira mukoza kuvuga uza kutahura hakika. Tutazungumzia turaza kuvugana imani kubwa. Ukwizera kwinshi. Imani kubwa. Ukwizera kwinshi. Ni hilo neno tutazungumzia jioni ya leo. Ndio jambo tutakuvugana. Na bila kupoteza muda wetu, tutatakaje umwanya wacu. Tutasoma Injili ya Mathayo. Turasoma ubutumwa bwanditswe na Mathayo. Injili ya Mathayo. Ubutumwa bwanditswe na Mathayo. Sura 15. Igice cha 15. Na mstari wa 21. Umurongo wa 21. Mwalimu ataanza kusoma, mimi nitamfuata baadaye. Ni mstari ngapi? Sura 15 mstari wa 21. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Yesu arahava aja ahegereye muri Tiro ni Sidoni. Umunyakananikazi ava mu ntara yabo aratakamba ati, ngirira imbabazi se mugenzi, mwana wa Dawudi, umukobwa wanje afashwe nabi na daimoni. Nawe ntiyamwishyura ijambo na rimwe. Abigishwa biwe baza kuri we baramwinginga bati, murungike kuko agenda aradusemerera inyuma. Arabishyura ati, sinatumwe ku bandi atari ku ntama zazimiye z'inzu ya Israeli. Amushikiriye aramupfukamira ati, ntabara se mugenzi. Aramwishyura ati, si byiza kwabira umutsima w'abana ukawuterera utubwa. Nawe ati nkako mugenzi, kuko utubwa natwo twirira utuvunguka dukorekera munsi y'ameza y'abanyenetwo. Buno Yesu aramwishyura ati, ukwizera kwawe ni kwinshi nyina wanje, bikubere nk'uko ugomba. Umukobwa wiwe achakira uwo mwanya. Amen. Na mimi nitasoma. Na warasoma. Yesu akaondoka huko, akaenda kando pande za Tiro na Sidoni. Na tazama, mwanamke Mkananayo wa mipaka ile akatokea, akapaza sauti yake akisema, unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo. Wala yeye hakumjibu neno. Nao wanafunzi wake wakamwendea wakamwambia wakisema, mwache aende zake, kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Akajibu akasema, si mtumwa ila wa kondoo aliyepotea wa nyumba ya Israeli. Naye akaja akamsujudia akisema, Bwana nisaidie. Akajibu akasema, si vema kukitwaa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Akasema, ndiyo Bwana, lakini hata mbwa hula makombo yaangukayo mezani pa bwana zao. Ndipo Yesu akajibu akamwambia, mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo. Akapona binti yake tangu saa ile. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Maneno matakatifu ya Mungu. Hizi ni habari za mwanamke Mkanaani. Huyu mwanamke Mkanaani hakuwa anamwamini Yesu. Hakumjua Yesu. Biblia inasema ya kwamba Wakanaani waliabudu miungu. Wakanaani walipenda kuabudu wafumu. Uponyaji yao walitafuta kwa waganga.
gukira kwabo bagenda mu bapfumu. Na wakati huyo binti wake alipagawa na pepo, igihe umukobwa wiwe yafatwa n'abadayimoni, alijaribu kwenda kule kwa waganga, yaragerageje kugenda ku bapfumu, akaenda kwa wafumu, aragenda ku bapfumu, akaenda kwa walaguzi, agenda kukuraguza ili binti yake apate uzima, kugira umukobwa wiwe arawe gukira, lakini hakufanikiwa. ariko ntivyashobotse. Ule binti hakupona, ujya mukobwa ntiyakize, akaisimamisha imani, arahagarika ukwizera kwa mtu mwenyewe kukuwa anamjua, kumona taramuna. Akasema hivi, huyu mtoto ameshindikana kwa waganga, uyu mwana yananiranye kwa wote nende sasa kwa ule Yesu, nende kagenda kuri uriya Yesu, ule mtenda miujiza, ule akora ibitangaza, ule mfufua wafu, ule azura wafu, uenda mwanangu atapata uzima. birashoboka umwana wanje Akaisimamisha imani, ahagarika ukwizera, akaijenga imani, aruba kukwizera, imani kubwa inaumba ukwizera kunini kwishi cyane. Sema amen. Ugati amen. Sema amen. Imani kubwa ukwizera kwishi inaumba miujiza. izana irakora ibitangaza. Inabidi uwe na imani ya kiwango cha juu, ukwiriye ukwizera kurugero rwo hejuru, hata shetani kukufikia, kuko satani mugushira atangoja kujipanga, abanza kwitegura, atangoja kuikalisha vikao. azobanza kwicarika abantu. Ule Teresa tumwendee aje? ujya muntu tumushikire. Mbona napenda kuombaomba usiku? Kama nakunda gusenga cyane, Tumwendee aje? kumushikira ute. Shetani anafanya kwanza kikao, Satani abanza kugira kwa ikicara. sababu imani yako haingiliwi ovyo ovyo. Ukwizera kwawe ni kwinjira Imani iko na lengo la juu sana. ukwizera kuri hejuru cyane. Huyu mama akaenda kwa Yesu. uyu mkenyezi araganirwa Yesu, Wenyewe nisikia Yesu yuko mkutanoni, kuko yaruze Yesu kwa akaenda, aragenda. na alipofika huko amaze gushikira akanyenyekea kwa sauti ya upole, araca bugufi cyane n'akazi, akamwambia Bwana, amubwira ati Bwana nisaidie mimi, ninufashe, maana binti wangu amepagawa na pepo. umukobwa wanje Nataka afite uponyaji Yesu. dukeneye kwakira Yesu. Wanafunzi wakainuka. abigishwa be barahaguruka. Katika safari yako ya kwenda mu mbinguni, rugendo rwawe kuja mu ijuru, sio kila mwenye uko pembeni yako atakuwa faraja. siyo kila muntu ari impande yawe Sio kila mwenye uko pembeni yako ni mwenye utapiga naye safari ya wokovu. buri muntu ari ku ruhande rwawe. Kuna mwingine uko pale pembeni yako umuntu ari iruhande yawe, awe kipingamizi. ari umuntu wo kukurwanya, Kuna mwingine uko pale pembeni ari yako uri akuzuia paya kwenda mbele. azaba gusura kugenda. Aizuru anaweza kuwa mume wako, birashoboka ejo aizuru kuba anaweza kuwa mke wako, cyangwa umugore wawe aizuru anaweza kuwa jirani, cyangwa umubanyi hata mtoto wa tumbo lako n'umwana anaweza kuwa kikwazo. arashobora kuba igitsita, Lakini usikate tamaa. ariko ntukike Jipe moyo. nuce Bwana uhagaze. Yesu araje, Bwana anakuja kuchukua kanisa. uhora haraje kutoa. Usirudishwe na umweko hapa pembeni yako. ntubabazwe n'iyabuze, Asikutishe umweko hapa pembeni yako. ntagutera ubwoba. Kuna jaribu inaletwa na shetani. hari Ile jaribu Mungu analeta. Ile jaribu Mungu ndio anaileta. ibindi bigaragaza imani Kupima nivo ya imani yako. kugira urugero rw'ukwizera kwawe gupima. Sema amen. vuga ati amen. Huyu mama akamwambia Yesu, uyu mumama abwira Yesu, jua naona wanafunzi wanaisha mzonga. kuko ababigishwa be baza bamusubiza Toka nyuma yetu natupigia kelele. bati inyuma yacu kumudusebera hejuru yawe. Huyu mama akaona akifuatana na wale wanafunzi. kugira bavuga ati akumvira abo Akatoka kulengo. arava ku ntumbero, Akakaa kimya. arahwekera, Hakuwajibu kitu. ntacyo yabishuye. Lakini sijui kama wao ungetambuka pale. sinzi uko wovuye ngaho, Ungewafanyia wale wanafunzi. wociukora bijya byo Sio ungesema tuko tunakufuata wewe. none dukurikira wewe. Atuwafuate wewe, mimi siwafuate wewe. Jesu nkurikira mwe, Namfuata huyu Yesu. je nkurikira uyu Yesu. Lakini ule mama akasema hata ariko uwo mumama mimi sina misio na hapa. ati je nta misi ofise Misio nawe, yangu ni kufika kwa Yesu. ikumbero yanyu ni gushika kuri Mwenye Yesu. anaponyaka wagonjwa. Unakiza wagonjwa. Anafufuaka watu. Azura watu Viziwi vinasikiaka. abitaba twebiru. Ule ndio niko naye misio. iyo niyo ntumbero yawe. Ule mama akafika kwenye Yesu. ujya mama arashikiwa Yesu,
kubanja. Yesu toka kwa sababu yake ajaribu. Yesu aravuga. Yesu akakuwa jaribu zaidi ya wanafunzi. Yesu abikitita ikigeragezwa kuliko bajya abigishwa biwe. Juu Yesu ule mama alikuwa na mpango mtoto wake apone. Kukuja mumama numero yiwe yari kumwana wiwakire. Akamwambia Yesu, aramwambia Yesu msaada. Amusaba ifashanyo. Yesu akataka apime imani ya umma. Yesu nagomba gupima ukwizera kwa mama. Akamwambia mama, ndio yamubwira ati muvyeyi, chakula changu ni cha watoto, indya zanje ni z'abana, sio cha kupatia umbwa, sio zo kuhiga. Maana Yesu alimwambia uponyaji wangu ni wa wale ambao wameniamini mimi. Yari kumubwira yuko ugukiza kwa lakini wasioniamini bajya batangize. Yesu akawahesabu kama umbwa. Yesu abaharura nk'imbwa. Lakini ule mama alikuja mukenya alisimama na imani yake. Yarahagurutse kwizera. Akamwambia Bwana, aramubwira ati hata wale umbwa nazijya wanaweza kushibishwa, zirashobora guhaza, makombo yanaanguka kwa nazijya funguka ziva ku ndani ya Yesu. muri Yesu Bwana uzima aharuze ataka hivi kata kutendea muda nakazuka aduka gukora igitabo. ule mama alisimamisha imani. Ujama mama hagarika kwizera. Akasema, Yesu aravuga ati mama, muvyeyi, tendewe kama vile imani yako ni yule. bibe muko kwizera kwawe. Uko na imani kubwa. Ukwizera kubwa. Alitambuka ile jaribu ya shetani ya wanafunzi. Yarajabutse iryo geragezwa rya Satani. Alitambuka jaribu ya Yesu. Aratambuka igeragezwa rya Yesu. Kumbe Yesu alikuwa anampima tu. Yesu gusa yariko aramugera. Maana ingekuwa mtu mwingine Yaba ari umuntu wo angesema avuga mwana wa Mungu na anatoka nani? mwana w'Imana na anatukana. Mwana wa Mungu. Mwana w'Imana Unaponya kwa kuchagula watu. agenda arachagura abantu. Kama hivi usiku wa manane mkubwa. Kuko mwijoro hagati. Mtoto wako anapigwa na magonjwa. Umwana wanje aragwa. Unaenda kumgongea mchungaji Magogo. Ukagenda kwa mchungaji Magogo. Baba, mtoto wangu anaumwa. Mwana wanje aragwa. Namleta umwombee. Namuzanye umusenge. Kisha mchungaji akamwambia mimi nimetoka sana kukazi. Leo narusha chane. Ende kwanza kwa mganga. Matugenda kubita. Upeleke kwa hospital. Matutwale kubitaro. Unajua kisule mtu atasema. Urazi kubiga munaza. Pastor hapo hana hemo kitu tena. Ati uyu mungere ntacari ngo. Unashinda kuombea mtoto juu ni chini ya ukazi. Kukusemera umwana kuko wari kukazi. Mchungaji atasemewa na habari zitaenda Afrika. Umungere baramuvuga n'inkuru zashika muri Afrika. Ati ntakiri muri we. Mtoto anazidia Biramutwara umwana biramunanira. Lakini huyu mama mkana nayo. Alikuja mumama alivuka kile kipimo. Yaratambutse ikigorogero. Alipimwa kipimo cha yarapimwe kwizera. Akavuka. Arajabuka. Yesu akamuita mwenye imani. Yesu amuita ukwizera. Imani kubwa. Uweze kubana kwizera. Imani kubwa inatenda miujiza. Ukwizera kwizera kwa Imani kubwa inafungua vifungo. Ukwizera kwizera kwa Imani kubwa inaponya. Ukwizera kwizera kwa Imani kubwa inakupa kazi. Ukwizera kwizera Imani kubwa inafanya uelewe maisha. Imani kubwa inaleta majibu. Sema amen. Nilipokuwa nikipekua Bible yangu. Ndiko ndazingura Biblia yangu. Nikaenda ona mwingine mtu. Ndara muundi muntu. Walipata muujiza. Ya ronsi juu ya imani kubwa. Kubera kwizera kwinshi. Imani ya kumtegemea Mungu. Ni ukwizera kwa kwinshi. Imani inafanya watu wanamshuhudia Yesu. Abantu baturija Yesu. Nikamkuta mtu mmoja. Ndasanze umuntu. Tuseme Biblia msiseme ni niko natunga. Tuvuge muri Biblia ndiko ati nijo nivugira. Tusome Luka. Dusome muri Luka. Igitabo cyanditswe na Luka. Sura 8 mstari wa 43. Igice cy'umunani ku murongo wa 43. Soma. Luka 8:43. Umugore arwaye ubutinyana yari abimaranye imyaka 12
yamara yutuwiwe twose ku bavuzi adutanga mw'ingemu ntiyagira ubishobora kumukiza. 44 amuturuka inyuma akora ku buyonga bw'impuzu yiwe, ako kanya umugende w'amaraso urakama. Yesu arabaza ati ninde ankozeko? Bose bahakanye, Petero n'abari kumwe nawe baramwishyura baterega mwigisha, n'ishengero riguteye hagati rikubanda. Yesu aramubwira ati hari uwunkozeko kuko numvise ubushobozi bumvuyemo. Wa mugore abonye yuko atayoberanye, aza ahinda agashitsi, amwikubita imbere, amubwirira mu maso y'abantu bose icyatumye amukorako, nuko akize uwo mwanya. Aramubwira ati mwana wanje, ukwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Hii ni imani kubwa ilikuwa ndani ya mama. Ukwizera kwinshi kuri muri umukenyezi. Huyu mama alikuwa anajaribu. Uyu mukenyezi yari afite umutwaro ukomeye. Kutoka na damu muda wa miaka 12. Kuva amaraso y'imyaka 12. Si jambo rahisi. Si ibintu byoroshye. Sisi tunajua hiyo tatizo. Twebwe turazi ivyo bibazo. Siku 3 tu. Iminsi 3 yonyine. Unajisikia hauna raha. Wumva tamunezero. Unataka kwenda kwenye watu wako. No kuraba abantu babo. Lakini huyu mama ariko umukenyezi miaka 12. Imyaka 12. Maana ni kama vile mtu amebeba mimba. Ni kuko kumuntu yazaa akabyara. Mtoto anamaliza miaka 6. Umwana akamara imyaka 5. Anaanza shule ya msingi. Anatangura ishuri. Anamaliza shule ya msingi. Anamaliza shule y'intango. Mama yuko anatoka na uyu mubyeyi akiriko aramaraso. Mpaka mji ukamkataa. Mpaka igisagara cyose kiramwanga. Wakamtupa kule nyuma ya mji. Ubamuterera hali y'inyuma kuwa ananuka. Kuko yaranuka. Hafai machoni pa watu. Yarakwiriye mu maso haba. Lakini siku moja alikubusu akasikia kwamba Yesu anapita. Arumva yuko Yesu hayake. Yule mwana wa Mungu aliye hai. Uje mwana wima. Yule mama akasema kwa imani yake. Uje mzee avuga tukukwije. Nitakwenda. Nitagenda. Ingawaje nanuka. Naho nuka. Ingawaje wananikataa. Naho abantu banya. Ingawaje wananitenga. Naho basizirwa. Ninaenda kwa madaktari nashindikana. Nderagiye kubaganga. Lakini kwa huyu mmoja. Ariko kuri uyu nitakwenda. Nitagenda. Yule mama akapiga. Uje mzee aragenda. Akapiga tu. Aragenda. Akafika mkutanoni. Arashika akaona watu ni wengi. Abona watu ni wengi. Akajiuliza. Alibaza. Nitapita wapi? Chahi. Imani iko na jenga plan. Alikuwa ukweza kuliko kula. Imani iko na plan fie. Ukweza kuliko kula. Nitapita wapi? Chahi.
kukiona kwako pindo la vazi. kukahusu Tena Biblia inasema kwamba kanibika nyuma ya mgongo wa Yesu inyuma ya Yesu akasogea, wamo marehemu akakutana na kanzu ya Yesu, akona akagusa pindo. akona kukahusu Muujiza ukatokea. Yesu akatenda muujiza. Yesu akona Kupitia vazi lake. Muujiza ukafanyika. kitanga Yule Bwana Biblia inasema ujamuteri ulira hapo ongera damu ikakauka. ya maraso Kama mzima. Kama Kama mzima. watu wengine. na watu Jina la Bwana Izina rya libarikiwe. ukwizera kwinshi Imani kubwa ukwizera kwinshi inaumba muujiza. kurazana igitangaza Usiwe na imani ya kuregarega. ntuba ukwizera kukebuke kuregana Mimi nitapona kweli. chenda kila mtu Sasa nini usipone? kukiwa utoke Yesu aliponya, Yesu yakijije akafufua arazura wale wenye walifanya miaka kadhaa makaburini, bajya bamaze imyaka mu makao wakaonekana tena kwa familia zao. barasubira baraboneka kandi mu miryango yabo Ni lipi asiloliweza Yesu? n'icyaha Yesu akora Hata unapita ndani ya mawimbi mazito, usitembee katika ile vita peke yako. Mwambie Yesu nishindikize vitani. Yesu akikushindikiza vitani, utaitwa mshindi. Umetia imani na uichochee imani yako. Iwe imani ya juu, iwe imani isiyotikiswa. Usiyumbishwe na kila upepo wowote. Mwambie Yesu niko hapa Bwana. Na ngoja nikuone tena utembee. Mimi leo niko mzima. Sisumi tena. Nimemwambia Yesu, sasa nitahubiri Injili. Sasa sitaki kule mbele niende nyuma. Na Yesu alitenda. Simamisha imani. Nilijua kwamba anaweza. Hakuna problemu ya kumshinda Yesu. Simama na Yesu. Simama na Mungu. Simamisha familia yako ndani ya Mungu. Uhagarike utakuwa Wewe ndani. wote Mungu. Wisigire imana yawe. Hajawahi kushindwa. Ntarananirwa na rimwe. Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Yesu ni baba yangu asiyeshindwa kamwe. Mwamba imara asiyeshindwa kamwe. Tunamwalika ule mwenyewe Turahaye ikaze uriya anajisikia yiyumva aongezwe tena imani. yongezwa kandi ukwizera. Kuomba imani sio dhambi, Ukwizera si icyaha, ni kuzidisha ukuu wa wokovu wako. nugukomeza ukwa Njoo tumwambie Yesu, ngo tubwire Yesu Baba nivike tena imani. anzi awuzuze Kwa ukwizera. ile imani niko nayo, Ujya kwizera kuvuga umwambie nataka kiwango cha juu. ukwira tigeye kwizera ku rugero rwo Ukiwa hejuru. na kiwango cha imani ya juu, Uba nukwizera ku rugero rwo hejuru. hautaogopa jaribu, Uzotinya igerageza. hautaogopa mawimbi. Uzotinya Nasaidia ibihugu. tutuombea mji wa Twin Falls. Tusema mukisema Maana tatu. shetani amemwaga pepo Kuko satani yasema kuharibu watoto wa watu wa amatemo Mungu. yokono na bana. Tumwambie Yesu, Tubwire Yesu. leta wokovu mpya. Sana ukukasana. Simama mtu wa Mungu Hagarara mu duwe. ambaye unataka Bwana kuongeze tena Wewe ugomba uhora imani wakongeza. isiyo sita sita, Ukwizera kutagenda imani nyuma. isiyo yumba yumba, Ukwizera kutayumba yumba. imani isiyokuwa na mashaka, Ukwizera kunakekera. hiyo imani tendaji. Ukwizera gukora. Bwana Yesu awabariki, Umwami Yesu abaheza. alibariki neno lake. Ahezagira ijambo ryawe. Amen. Tena miujiza. Tena miujiza. Usiache Mungu saa ipite bila kutenda.
Yesu ashimwe cyane. Bwana wetu asifiwe sana. Kwa hawa ambao wamenyenyekea mbele za Bwana, wamepiga magoti wakiwa na imani, wamekuja mbele za Mungu ambaye ni mponyaji wetu na pia ndiye anayesamehe. Wanafikiri viwili na wengine wanahitaji utakaso, wengine wanahitaji uponyaji kutoka kwa Yesu, na wengine wanahitaji nguvu za Mungu. Kwa hiyo tuombe sisi na tunaomba kabisa tushirikiane na hawa watu sisi tujiombee, kwa sababu neno la Mungu ndilo linalosema wanaoongozwa na Roho ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo tunahitaji mchungaji wetu atuongoze kwa hawa ambao wanahitaji utakaso. Na mchungaji wetu Joseph naye atatuongoza kwa maombi ya hawa ambao ni wagonjwa, nasi tutashirikiana na kanisa zima na watumishi tujiombee nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa hiyo karibuni. Wasamehe Baba, watakase Baba Mungu, wewe ni mwema. Baba, nasema asante. Wewe uliyakuwa uliwashukia ndio tumeeleza jambo jawe na mama huyu
dusabe twebwe twese shingiro cy'Imana duhagarare yego duhagarare twisabire inkomezi dukeneye umwuka wera yego dukeneye gukomezwa turi mu gihe cy'iherezo tudafise umwuka wera ntidushobora gutsinda amagerageza duhagarare twebwe twese twisabire inkomezi zawe Imana yururutse sehemu wayo yinjire abakozi yinjire mw'ishengero yinjire ubaririmbyi haleluya dusenge Imana Uwiteka Mana data mubyeyi w'amahoro Imana y'umuntu n'imbabazi turagushimiye turagushimiye Yesu Kristo mwana w'Imana nzima twese tuvuge amen. Imana ibahumugisha, Imana ibahezagire mujyane kwizera kwawe kuko twakira ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Amaraso y'umukiza anayeongozwa na Roho Mtakatifu amshukuru Mungu kwa mema ambayo Mungu ametutendea. Ndagushimiye Mana uri mu ijuru, ndagushimiye databuja, ndagushimiye mucunguzi mwiza, ndagushimiye Mana isumba byose. Abakozi babo babakoresheje gushikanira intama zawe, amajambo mazima, amajambo yo kubahumuriza, amajambo yo kubaha inkomezi, atwereka
bate mwami wamutwongerereza ukwizera uhezagira umukozi w'abakoresheje mwami wamubombereye andi majambo yo gushikiriza intama zawe uhezagira umuma wasigaye yumvise kandi yamwe yatwubaka mu mibereho yacu mu nyambuko zacu mu ngendo zacu turagushimiye kuri Imana yumva kandi yishura Imana idatabayo turavuza turakoze ni mu izina rya Yesu Kristo amen. Mungu ashukuriwe kwa makuu ambayo ametutendea jioni ya leo. Imana ishimwe ku byiza ibukorera uno munsi kupitia watumishi wake iciye mu bakozi b'Imana wanatoka hapa. abavuye ngaha Ujumbe ujumbe ambao tumeupokea, inkuru yo twakiriye, imani kubwa ni ukwizera gukuru cyane. Kuwa na imani kubwa, kuba ukwizera cyane. Ukiwa na imani kubwa, ufise ukwizera muri Imana, unaposumbuliwa, unapolemewa, kama vile tulivyosikia, Yesu atakusaidia, atakupumzisha. Yesu atakuuza. Petro ndiko anasema pale 10 Matendo ya Mitume 10. Petro ndiko akafumbuka akasema, sasa najua ya kwamba Mungu hana upendeleo, Imana bali kwa kila taifa mtu anayemcha Mungu ukubaliwa. Wewe kama unamtii Mungu, unaishikilia hiyo imani, Mungu atakukubali. Hajalishi ni magonjwa gani, utaenda kusema mimi sasa sikuwa natomba damu. Lakini pale Yohana 20 ngapi, 21 mstari wa 25 anasema kwamba lakini Yohana mambo Yesu aliyoyafanya hata wangeandika haviwezi zikatosha. Ni kusema kwamba haya ambayo tunasikia ndani ya Biblia ni machache, lakini yapo. Kuna waliokuwa wana kisukari walipona, waliokuwa na sida wakapona, waliokuwa na kansa wakapona, wagonjwa yote wanapona, walipona na leo wanapona. Wewe ukishikilia hiyo imani na Yesu atampumzisha. Mungu awabariki watumishi wa Mungu. Kwa vile Mungu ametubariki, Mungu kikubwa karibu wa imani umeshikamwa kaze abarezi
udashira